Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu yangu, na tumai pale ulipo upo salama, na mimi mwenzi wako alhamdulillah, mshukuru Mungu nikisema alhamdulillah ala ni'mati alislam. Leo nina kipindi kifupi sana ambalo ni swali la kutafakari ili tuweze kuingia katika nukta yetu ya kuhusu Isa alayhi salam. Je, alisulubiwa kweli? Lakini wakati nimetengeneza season 1 episode ya kwanza, kuna baadhi ya mambo yamenijia kichwani, nikaona kwamba labda niweze kuulizana na Wakristo katika hili, pengine ukapata ibra fulani, ukaelimika na ukanisaidia kuweza kupekua maandiko ya Biblia ama ya Qur'ani usiku na mchana. Ukiangalia movie iliyotengenezwa kuhusikana na kufa kwa Yesu, yule alitengeneza movie ya Yesu alituaminisha ya kwamba msumari umepita kwenye mfupa wa Yesu na kubana mbao. Ukiangalia video hii inauma, inasikitikisha sana kuona nabii wa Mungu ameuliwa kinyama kama hivi. Lakini nataka ujiweke nafasi yake. Ingekuwa ni wewe ambaye unapitia majanga kama haya, ungefanyaje? Au labda angekuwa ni mwanao ambaye anapitia majanga haya, alafu akakuomba msaada wewe baba yake, na huenda labda wewe mzazi wake ni meya wa mji ama ni rais wa nchi, ungefanyaje? Naamini kwamba ungekimbia kutafakari katika maandiko ya Mathayo 7:7 ambayo Yesu anasema, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtapata, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kila aombaye hupokea, kila abishaye hufunguliwa, na kila atafutaye hupata. Alafu Yesu akasema maneno muhimu sana, akasema kwamba ni yupi miongoni mwenu ambaye mwanawe anaweza kamomba mkate akampa jiwe, au ni yupi ambaye mwanawe anaweza kamomba samaki akampa nyoka? Hapa Yesu anatuaminisha kwamba yeyote atakayemwomba Mungu kwa moyo mkunjufu, basi atapata yale anayoyatafuta. Lakini tuangalie Yesu wakati alipotaka kukabiliana na tatizo hili. Nini ambacho Yesu alifanya? Katika Mathayo 26:39 inasema kwamba Yesu akaenda mbele kidogo, akaanguka kifudifudi, akaomba akisema, Baba yangu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, walakini si kama nitakavyo mimi, bali kama utakavyo wewe. Baba, kama wapenda, ukiondoe kwangu kikombe hiki cha mateso. Hata hivyo mapenzi yako yatimizwe, wala sio yangu. Hapo malaika kutoka mbinguni akamtokea ili kumtia moyo. Kwa hiyo Yesu katika matatizo yake yaliyokuwa anataka kumkabili, aliomba msaada kwa Mungu ili kwamba Mungu awe tayari kuja kumwokoa. Na hapa inaonekana kwamba Yesu aliomba Mungu amwepushe na kikombe cha mauti. Je, unadhani kwamba maombi ya Yesu kwa Mungu haikusikika? Ni kweli Mungu alimsikia Yesu, maana katika Yohana 11:42 Yesu anasema kwamba nakushukuru Mungu kwa kuwa siku zote wanisikiliza. Na Mungu alimsikia Yesu katika nini? Kama ukisoma katika Waebrania 5:7 inasema yeye Yesu katika siku zile za mwili wake alimtolea yule awezaye kumwokoa katika mauti maombi na dua pamoja na kulia sana, akasikilizwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu. Kama ucha Mungu wa Yesu ulimfanya Mungu kumsikia, je, hauamini kwamba Mungu alimwokoa na kifo, au Mungu kamuondoa katika kifo? Lakini kuna baadhi ya Wakristo wanapingamana na hii hoja kusema kwamba hapana, mapenzi ya Mungu ilikuwa ni Yesu auawe. Sawa, tukubaliane na dhana hilo kwa sababu ni imani ambayo umekomaa nayo toka utotoni kwamba mapenzi ya Mungu ilikuwa ni Yesu aweze kuuliwa msalabani ili mimi na wewe tupate kuokolewa katika dhambi zetu. Tukikubaliana na hoja hii, lakini muda fulani tutapingamana au tutakwama sehemu huku ya mbele. Kwa nini? Kwa sababu kama kufa kwa Yesu ilikuwa ni mapenzi ya Mungu, ilikuwaje basi Yesu amkemee au amlani Yuda pale ambapo Yuda alijitoa kwenda kumsaliti Yesu? Maana kama Yuda alikwenda kumsaliti Yesu na mapenzi ya Mungu ilikuwa Yesu auawe, maana yake kitendo cha Yuda kumsaliti Yesu ilikuwa ni kukamilisha au kukubalisha mapenzi ya Mungu. Lakini cha ajabu, kulikuwa ni Yesu amshukuru Yuda au amshukuru mama yake alimzaa Yuda. Yesu alimwambia, ni heri tumbo la mama yako lisinge kuzaa. Maana yake Yesu alichukia kwa kitendo cha Yuda kwenda kumsaliti. Na tunaamini kwamba siku zote
binadamu ambaye ataishi katika mapenzi ya Mungu na akatekeleza matakwa ya Mungu, basi lazima atalipwa kibali cha kwenda mbinguni. Je, unadhani kwamba Yuda katika kitendo cha kuweza kumsaliti Yesu alipata kibali cha kwenda mbinguni? Akili yako inagoma kusema kwamba Yuda kumsaliti Yesu alitenda dhambi. Na kama kweli Yuda alitenda dhambi, tunaamini kwamba kufa kwa Yesu kama wanavyofasiri wachungaji ya kuwa ilikuwa ni kuja kuokoa wenye dhambi. Wakati Yuda alikwenda kumsaliti Yesu akaandikiwa kwamba ana dhambi. Je, kufa kwa Yesu kulimuokoa Yuda ili asiende motoni? Na kwa nini historia ya Yuda haikuzidi kuandika katika Biblia? Ni kwa sababu waliona kwamba huyu ni msaliti, hafai katika kuwa wanafunzi wa Yesu. Kama atakuwa hafai katika wanafunzi wa Yesu, maana yake hata katika ufalme wa Mungu atakuwa hayupo. Ndio maana Yesu katika Mathayo 12:30 alisema kwamba asiyekusanyika pamoja nami yuko kinyume changu, na asiyekuwa pamoja nami hutapanya. Maana Yuda kitendo kile cha kutokusanyika na Yesu akajitua miongoni mwa wanafunzi, anakuwa yuko mbali na Yesu, ya kuonesha kuwa kitendo cha Yuda kumsaliti Yesu ni kitendo ambacho kitamfanya Yuda asiingie katika ufalme wa Mungu. Sasa niambie ndugu yangu, wewe ambaye unapata mtazamo huu mdogo sana kwamba wanaodai kuwa Yesu kauliwa, mapenzi ya Mungu Yesu ni kuuawa, inakuwaje Yesu amlaani Yuda, yeye ambaye alitekeleza mapenzi ya Mungu? Tukutane mimi nawe katika tafakari ya swali kama hizi ili tujue kiini cha wale walioandika kufa kwa Yesu. Je, walipatia ama walikosea? Kama watakuwa walipatia, lazima laana hii ya Yesu kumlaani Yuda itoweke. Tujue kwamba Yuda kumsaliti Yesu alipata baraka ya kwenda mbinguni, na ikiwa atenda mbinguni, maana yake wale waliomuua Yesu wote waliokolea kupitia kifo cha Yesu. Mimi ni Tupanga Waradi, nyuma ya kamera Mama Fataki. Salamu alaykum.